Hello wana wa Arkabran, habari zenu, naamini mko poa sana. Sasa leo nina mambo machache sana. Kuna watu wanahangaika kuitafuta thamani ya X. Leo tutatafuta thamani ya msomi wa Afrika, wasomi wetu wa Afrika hususan kwa nchi yetu ya Tanzania. Sasa haihitaji mikono hapa kuyapokea mafundisho haya. Unahitaji utulivu wa akili, kusubscribe na kuendelea kupata madini haya. Sasa tukianza kwa sisi wenyewe Tanzania, alafu nitakwenda kwenye point moja kwa moja. Mwaka 1000 ilikuwa ni Juni 25 mwaka 1954. Huko kwa Wakulia, huko watu wagumu, alizaliwa mtu mmoja anaitwa Sospeter Mwijarubi Muhongo. Nadhani mtakuwa mnamfahamu. Huyu ni profesa na kwa Afrika ni moja kati ya wataalamu wakubwa wa miamba ya madini na vitu kama hivyo. Afrika ni moja ya watu wenye uwezo mkubwa kwenye masuala ya miamba. Sasa tunaweka kituo hapo kidogo, alafu tutarudi kwa nini nimemtaja Sospeter Mwijarubi Muhongo. Tunarudi kwa mtu mmoja ambaye niliwahi kumzungumzia kipindi fulani, lakini leo nitamgusia kidogo kwa sababu story hii itaendana na hiki tunachokwenda kukizungumzia hapa. Huyu mtu ni nani? Huyu ni Ngwema. Ngwema alikuwa ni katili sana. Alikuwa ni katili na aliua wasomi wengi sana. Alikuwa hana imani na wasomi. Alifikia hatua akikuta mtu amevaa miwani alimchinja kwa sababu alikuwa hawapendi wasomi. Sasa ninaongea hivi kutaka kuwakumbusha wasomi wote wanaonisikiliza hapa, ili asije akatokea mtu wa kuwachukia wasomi, kwa sababu wasomi wa Afrika limekuwa changamoto sana kuliko hata wasiokuwa na elimu. Kuna siku walimu watasema tumemaliza ingwe yetu, lakini nyie mliosoma kwa yale tuliwafundisha mpaka mkafika vyuo vikuu, nini mmekifanya kwa taifa lenu? Ni kitu gani mmefanya ambacho mkikiacha kitaleta alama kwenye taifa lenu? Sasa turudi kwa bwana Sospeter Mwijarubi Muhongo. Huyu bwana alikuwa na uwezo wa kuishauri serikali vitu vingi kwa elimu yake ya miamba. Leo kuna wachimbaji wadogo wadogo wa dhahabu tunafahamu, wana migodi yao mikubwa, wana mashine zao ambazo ni loko, lakini wanapata madini. Kwa maana hiyo, serikali ilikuwa ina uwezo wa kupata ushauri mzuri wa kutengeneza migodi ambayo ingesaidia kulipa madeni yetu ya taifa na kupunguza gharama za maisha kwa watu wetu. Lakini kilichokuja kutokea ni nini? Kwa mtu kama huyu ambaye amebahatika kupata uwezo mkubwa wa miamba kwenye taifa kama hili lenye madini mengi, kashindwa kushauri, lakini mwisho wa siku ziliambulia skendo mbaya tu bungeni zilizokuwa zikimkabili bwana Sospeter Mwijarubi Muhongo. Okay, sasa tutoke hapo niwaoneshe madhara mengine ya wasomi wa Afrika. Haikuishia hapo tu. Kuna bwana mmoja wasomi wa Afrika wanasikitisha sana. Huyu bwana yeye alikuwa daktari, Mungu akamsaidia akabahatika kuja kuwa rais wa nchi. Hapa namzungumzia Kamuzu Banda. Huyu bwana wakati anamaliza masomo yake huko Ulaya, alifanya kazi yake ya udaktari kwa upendo mkubwa sana kwa wazungu. Alitibu wazungu. Aliwatendea mema wagonjwa wa kizungu huko kwenye mahospitali ya Ulaya. Akafikia hatua kwenye kanisa alilokuwa akiliabudu wakampa uzee wa kanisani pale. Lakini huyu bwana kwa sababu ushenzi ulikuwemo ndani yake, akampiga mimba mke wa rafiki yake pale kanisani, na ndio ikawa mwisho wake wa kukaa Ulaya. Akaamua kukimbilia Ghana. Amekaa pale Ghana, akaenda kujiandaa na harakati za uhuru miaka 1958. Akarudi kwao Malawi, kapambana, mwisho wa siku Mungu kamjali, akaingia Ikulu. Alipofika Ikulu, ile huruma aliyoonyesha kwa wazungu hakuionyesha kwa watu wa Malawi. Alianza unyanyasaji usiokuwa wa kawaida. Huyu ndio alisababisha mpaka bwana mmoja alikuwa anaitwa Kanyama Chaume akakimbilia Tanzania miaka hiyo. Kulikuwa hakukaliki kule. Huyu bwana alifuta vyama vyote vya upinzani. Tena kwa kutoa mfano akisema kwamba Mungu mwenyewe hakuruhusu upinzani mbinguni, akamfukuza shetani. Mimi Kamuzu ni nani mpaka niruhusu upinzani kwenye nchi yangu? Wapinzani wakafukuzwa, vyama vikafutwa na mambo mengine kama hayo mabaya yakatokea. Lakini akahakikisha kadi za chama chake zinauzwa kwa kila mtu, mpaka mtoto aliyeko tumboni alitakiwa kukatiwa kadi ya chama chake. Na hizi kadi za chama hazikuwa zikikatwa na polisi wala jeshi. Aliunda kikosi cha vijana wa chama chake
ambao hili kundi la vijana wa chama chake lilikuwa lina nguvu kuliko polisi na majeshi ya Malawi. Yaani lile kundi lilikuwa linatisha, mpaka polisi wenyewe walikuwa lile kundi wakilisikia wanatishika. Hili kundi ndio lilisababisha mauaji ya mawaziri watatu, na bwana mmoja alikuwa ni mtendakazi tu, alishuhudia ile mauaji yakitokea. Hapa nawazungumzia kina Diki Maenje, Diki Maenje na kina Twaibu Sangara na kina Aaron Gadama. Walikuwa ni mawaziri watatu. Na bwana mmoja aliyeshuhudia wale mawaziri watatu wakipigiliwa misumari kichwani. Na yeye akakamatwa na akapigwa misumari, wakaunganishwa kwenye gari moja, likaenda likaporomoshwa kwenye korongo. Alafu television ya taifa ikatangaza kwamba mawaziri watatu wamekufa kwa ajali ya gari. Kamuzu akazuia kabisa miili yao isiagwe. Majeneza yakagongelewa, wakazikwa kinyama namna hiyo. Huyu ni msomi. Hiyo ndio alama aliyochagua kuiacha kwenye taifa lake. Mawaziri hao wakawa wamekufa, wakateketea. Lakini mwisho wake ulikuwa ni nini? Mwaka 1994 uchaguzi ulifanyika na ukawa mwisho wa utawala wake huyu bwana. Sasa nimeongea hivi kutaka kuwakumbusha wasomi wa Al-Kabran Afrika, ikiwezekana kwa sisi wa kwetu wa Tanzania. Embu vaeni uzalendo wa kusema kwamba mimi kuna kitu fulani nimekisomea, hiki nilichokisomea nataka kifanye jambo iwe alama ya msomi fulani aliwahi kufanya, kama ambavyo wanafanya wenzetu nchi zilizoendelea. Kuiba, kunyanyasa, kutesa hakutengenezi heshima, ila alama utakayoiacha kwamba hiki ninachokitengeneza kitasaidia mamia ya vijana kupata ajira, ni alama kubwa itakao kufanya wewe uishi baada ya kufa. Nikisema kuishi baada ya kufa, huwa nawaambia kila siku kwamba binadamu huwa hafi ila anaacha mwili. Kitendo cha leo sisi kusimama kumzungumzia Nyerere, kumzungumzia Mandela na wengine kama hao, tafsiri yake ni kwamba walitengeneza kitu kinachowafanya mpaka leo tuwataje. Kumtaja marehemu unamfanya aishi tena. Lakini leo tukiwazungumzia wale makatili wa zamani kama kina Savimbi, tunawazungumzia kwa ubaya, kila mtu atamani hata kuwasikia. Tukiwazungumzia kina Charles Taylor, tunaona wanawake wakipasuliwa matumbo, watoto kutolewa, mama wakiwa hai. Tukimzungumzia Charles Taylor tunauona ubakaji. Tukimzungumzia Charles Taylor tunaona mauaji ya hatari. Tukiwazungumzia kina Savimbi tunaona watoto wakikatwa midomo. Tukiwazungumzia kina Joseph Kony, tunazungumzia watu kupewa vilema. Sio kumbukumbu nzuri zinazotakiwa kubaki. Nadhani zile elimu zenu mnaweza mkazitumia kuzalisha vitu ambavyo vitaleta ajira nje hata ya ajira ambazo zingetengenezwa na serikali. Leo angalieni mnavotia huruma, tunavosikitisha. Ajira nyingi kwa mamia na maelfu zimetengenezwa kwenye taifa letu, kwa mfano na Waarabu, Wahindi ndio wenye viwanda. Lakini ukiwafuatilia kuna Watanzania wenye elimu kubwa kuliko hao. Ni kweli mmekosa ubunifu? Mbona vipo vingi vya kubuni? Kwa nini havijabuniwa? Walimu wa shule za misingi, tutafika sehemu tutasema, bwana sisi tuliwafundisheni mpaka darasa la 7. Wa sekondari nao watasema tuliwafundisheni ninyi mpaka form 4. Wa form 5 na 6 watasema hivyo. Huko chuo kikuu nao watasema tuliwafundisheni. Nini mlichokileta baada ya kufundishwa na hawa walimu? Walimu wamemaliza kwa kuingiza elimu kwenye vichwa vyenu. Nyie kile mlichokipokea kutoka kwa walimu mmekuja kukifanyia nini? Tunatakiwa tulipende taifa letu kwa vitendo, tulipende taifa letu kwa kufanya kile tulichokihangaikia. Mungu awabariki sana wote wana Al-Kabran, Mungu awabariki wa Afrika wote, Mungu awabariki wa Tanzania. Niwaombeni tu kitu kimoja ndugu zangu wa Tanzania, kila unayepita hapa kuangalia jitahidi usubscribe, comment, weka maoni yako, nini tuendelee kufanya kwa channel yetu na vitu kama hivyo. Lakini elimu kama hizi bado zipo nyingi sana. Usiache kusubscribe. Weekend njema.